Katika video hii hapa naenda kuelekeza namna ambavyo unaweza kwa hotspot bando ambalo unaitumia kwa mfumo wa VPN katika simu yako nyingine, lakini pia hata kama ni kwa simu nyingine ambayo inakataa hotspot, hapa njia pia inaweza kaitumika. Kitu cha kwanza hakikisha kwamba umesubscribe na umepiga alama ya like na umetana notification bell katika kila kitu tunachokuwa tunapost, unakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kutizama. Hii hapa ni Vinemax na mimi hapa ni Vinemax ambaye nakuletea maelezo haya hapo kwa lugha ya Kiswahili. Kitu cha kwanza ambacho utatakiwa kufanya, nitakiwa kwanza uwe na simu mbili. Simu ya kwanza ni ile ambayo ina hotspot na simu ya pili ni ile ambayo unatakiwa uipe bando. Sasa kitu cha kwanza kwenye simu zote mbili utaingia katika Play Store. Kuna application hizi hapa mbili unatakiwa download. Utaingia katika Play Store, simu ya kwanza na simu ya pili. Simu ya kwanza utaingia katika Play Store, utaandika EVProxy. Hii EVProxy ambayo unaandika maneno ambayo unayaona hapa na yaandika katika search bar ya Play Store yako. Hakikisha kwamba unaandika katika simu ile ambayo unataka utoe bando uipe, ambayo ina VPN. Sasa inatoa bando unataka ipeleke kwenye simu nyingine. Sasa hii hapa ni EVProxy. Utaandika EVProxy kama ambavyo maneno ambayo unayaona kwenye screen. Leo utai download. Mimi hapa nisha download, inaniletea kuinstall na kuinstall na kuopen. Sasa wewe ukiwa hujaandii itakuletea kwenye category ya kuinstall. Sasa utainstall. Ukisha install hakikisha kwamba hii hapa ni simu ile ambayo ina bando. Sasa nataka usaidie simu nyingine. Sijui kama maelezo haya najitahidi ili unielewe vizuri. Lakini pia katika simu ya pili sasa ni ile simu ambayo inataka yenyewe uihotspot wewe wa simu ya kwanza. Kwa kuna simu 1 simu 2. Simu ya pili ile utaingia katika Play Store, then uta download kitu inaitwa SuperProxy. SuperProxy utaandika SuperProxy maneno kama yanavyoonekana, icon kama hiyo inayoonekana hapo juu, then uta download kama ambavyo kawaida unavyo download, then itakuja kwenye. Kumbuka hii hapa ni simu ya pili, ni ile ambayo inatakiwa ipate bando kitonga kutoka katika simu ya kwanza, simu 1 ile. Sasa katika simu 1 ukishamaliza kudownload hivi vitu viwili hapo, utaingia katika simu 1. Simu 1 utakutana na kile kitu kimeandikwa EVProxy. Ukiwa umesha install tayari, utaifungua EVProxy, itakuwa na muonekano kama huu hapa. Mimi tayari nimekwisha kuhotspot katika kompyuta yangu. Sasa inanionyesha katika namna hii hapa. Sasa wewe ukiingia utakutana na menu nyingine kabisa ikiwa haijapigwa tiki amna hivi vitu vinaonekana. Itakuta kama hivi. Ukuta kama hivi hapa inamaanisha hapo kuna HTTP, kuna socks, kuna nini, utatana on HTTP kama ambavyo ni turn on hapo. Utaiwasha hiyo HTTP category ya kwanza kabisa. Ukiingia hapo unaiwasha, mambo mengi sana. Sasa ukishaiwasha, mimi nimezima na kuiwasha, utaona kuna hapa category utaiwasha kama ambavyo inaonekana hapo. Kuna category kwa host, kuna category imeandikwa port, kuna auth, lakini pia kuna received nini hapa inaonyesha vitu vyote, data zote. Sasa kwenye host hapa ni zile, hii ni IP address ambazo utatakiwa uzijaze kwa hatua nitakuwa nakuelekeza. Hizi ni IP address. Kumbuka kwamba kuna IP address ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Zipo 4 hapa. Lakini pia kuna port ambayo 8080. Hii hapa ni port ambayo pia utaenda uijaze kule. Usiskip video, nifuatilie maelezo yangu yote, nitakuelekeza namna ambavyo utafanya kwa hatua mpaka mwisho. Afu then hapa hivi utaona kuna hii miduara mitatu hii hapa inaonyesha kama mtandao, inaonyesha kama mtandao. Sasa huu wa katikati unaonyesha kwamba data zinasoma katika simu ile ambayo una hotspot au hazisomi wa katikati. Huo wa katikati ukiona unakuwa unaonyesha rangi fulani kama ya kijani hivi. Ikiwa inafika mpaka mwisho maanisha moja kwa moja data zinafika kwenye simu yako ile ya pili ambayo unataka kuhotspot. Lakini ukiwa uoneshi kama hivyo inamaanisha hazifiki. Sasa inamaanisha unaona huo mstari wa katikati unawaka. Lakini pia hata hii mistari mingine inatakiwa wake ya kijani ili kujua kwamba data zinatoka katika hii hapa. Lakini pia kwenye simu ile nyingine utaingia katika EVProxy, utaifungua EVProxy kama ambavyo unaiona hapo. Kitu ambacho cha kunote kule ni kwamba nimekuambia kuna IP address na kuna ile mistari mitatu ambayo inawaka, yani njano na blue. Utaifungua hii hapa, hii hapa SuperProxy. Katika hii SuperProxy utaifungua katika simu ambayo unataka ipate msaada wa bando. Mimi hapa nifungua ni kwa bado ukifungua wewe haitakuleta kwenye menu hii moja kwa moja. Itakuleta katika menu hii hapa. Ile menu ambayo imeniletea menu ambayo nimekwisha kuitumia tayari. Ukiwa umeshatumia tayari itakuletea menu ile ya nyuma. Sasa hii hapa ni menu ile ya mtu user mpya. Hapo kuna default nini, hapo kuna mambo kama. Sasa utagusa kwenye kategoria ya add proxy. Add proxy hapa chini. Tena ukishagusa hapo hivi itakuleta hapa. Kuna sehemu hapa ya profile, utaangalia kwenye hapo kwenye screen ndogo au kwenye simu ndogo niliyoweka ili uone. Hakikisha kwamba kuna sehemu ya profile na protocol. Protocol hakikisha kama umeweka HTTP kwa sababu kule
utaweka kwa mfumo wa HTTP. Lakini pia kuna server. Hizo server ndo zile IP address zile ambazo ulikuwa unaziona pale. Sasa utachukua moja kama ambavyo mimi nimejaza hapo, kwa mfano 10.33.254.115 utaijaza kama ambavyo inaonekana. Lakini pia port ni kama hii hapa 80 kama ambavyo nilikuwa nakuelekeza kule. Port ipo inaonekana kama hivi. Sasa utaichukua, hakikisha kwamba vitu vya kunote protocol ni HTTP kama ambavyo kule mwanzo tumetana na HTTP kwenye protocol hapa. Then hivi vitu vya vingine authentication methods utaachana navyo, then uta save. Kuna alama ya kusave pale, nitakuonesha hata kama sio katika screen hii hapa. Afu then kuna ukishamaliza hivyo inamaanisha uta start. Ukisha start inamaanisha huwa umeconnect hotspot yako kule, afu utawasha data. Ukiwasha yani kwenye simu hii hapa utakuwa umewasha wifi ile, umewasha hotspot na imewasha data fresh, kwa utaanza kutumia mtandao, utaona zinahesabu. Lakini kitu ambacho cha msingi ni nataka nikuoneshe ni hiki hapa, kuna new profile. Hapa new profile utaachana hapo, hata usipojaza chochote haina shida. Utakuta hapa imeandikwa tu new profile. Kitu cha protocol hapa, kwenye protocol hapa ni kitu cha msingi. Hakikisha kwamba umeweka HTTP hii ya kwanza ambavyo nimeweka mimi. HTTP nisikize kwa maelezo haya kwa msingi sana. Lakini kuna server. Server ndo zile IP address ambazo nilikuwa nakuonesha pale mwanzo kwamba kwenye every proxy. Sasa kule kwenye every proxy kuna hizi hapa servers, kuna IP address zipo mbalimbali. Kuna utaona zimeandikwa hivi, kuna koma, utaona zimeandikwa nyingine tena kuna koma. Baada ya koma inamaanisha ni kitu kingine tena, una shift unaingia kwenye kingine. Kwenye port utaandika 80 kama hivyo inaonekana hapo ambapo mimi nimejaza. Kwenye identification method na DNS resolution utaacha kama palivyo chini hapo. Utaditi na hizi sehemu mbili hizi hapa tatu, protocol, server na port. Then ukishamaliza hapo inamaanisha mambo yako yamekaa fresh, umeweza connect na unaendelea kutumia. Lakini hakikisha kwamba kama ni mtu wa kwanza na ni user wa kwanza hapa hivi kujiunga katika hii hapa Vinemax TV, hakikisha kwamba umegusa alama subscribe, kwa sababu vitu kama hivi hapa tunakuletea kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili, na ni sehemu yako sahihi ambapo unaweza kupata maelezo haya hapa ya kuhusiana na vitu kama hivi hapa vya teknolojia na zaidi ya hivi ambavyo na zaidi ya hiki ambacho umekiona. Hakikisha kwamba umesubscribe, like, umetupa comment pia kwa video nyingine tukuwekea video aina gani ambayo unataka wewe kujifunza zaidi. Na mimi hapa naitwa Vinemax, mpaka wakati mwingine tena, asante.